Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi man qablakum min al-umami nasun muhaddathuna fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Katika umma zilizotangulia zilikuwa na watu ambao kwamba wanajulikana kama muhaddathuna. Muhaddathuna ni nani? Man yajri sawabu ala lisanihi min ghairi qasdin, ni mtu ambaye kwamba anasema jambo na hilo jambo atakalolisema ni la sawa na wala hakutarajia dini ya Mwenyezi Mungu ama sheria ya Allah itakubaliana na maneno kama hayo. Kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, inna Allaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi, Mwenyezi Mungu ameijalia haki kwa ulimi wa Umar na moyo wa Sayyidina Umar radiyallahu anhu wa arda. Kana ra'yuhu yuwafiqu al-Qur'an, rai yake, maoni yake yalikuwa yanafikiana na Qur'an. Si mara moja, si mara mbili, anakuja na jambo, anakuja na maoni yake kwa Mtume, anashika njia anaenda zake, Jibril anashuka na aya kuwafikiana na maoni ya Sayyidina Umar. Kwa mfano, alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar, akamweleza, ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahima musalla, waonaje lau tutakuwa tunaswali raka mbili katika maqamu Ibrahim, kando ya Al-Kaaba. Kuna sehemu ambayo kwamba alikanyaga Nabii Ibrahim wakati anajenga Al-Kaaba, mtoto wake anamsaidia Ismail, sehemu alikanyaga alipoambiwa wa'adhin fil nasi bil hajj, hapo ndo alisimama akaadhini, iliwacha alama ya mguu wake mpaka kesho. Umar akamfuata Mtume akamweleza, ya Rasulullah, waonaje tu tukiswali raka mbili sehemu hiyo? Aliposhika njia kaenda zake, Mwenyezi Mungu akaiteremsha aya, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, swalini raka mbili katika maqamu Ibrahim. Saidna Umar wakati ambao kwamba aliaga dunia kiongozi wa wanafiki Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ni mtu ambaye kwamba alimsumbua mno Mtume Madina, alieneza hadithul ifk kuwa mke wa Mtume amezini Aisha. Huyu ibn Ubay ibn Salul ndiye alishika bendera ya kumchafulia mke wa Mtume jina, kuichafua heshima ya nyumba ya Mtume, na alikuwa kila mara yuko na kina Banu Nadhir, Banu Quraidha, Mayahudi wa Madina. Siku aloaga dunia, na katika utovu wake kuna siku alizungumza maneno mazito akiwakusudia masahaba katika msafara wa vita vya Banu al-Mustalaq. Mmoja katika masahaba wa Makka alimsukuma mmoja katika masahaba wa Madina, akapatiliza Ibn Ubay ibn Salul, akasema maneno mazito akiwakusudia masahaba wa Mtume. Alisema, samin kalbak yaakuluk, mnenepeshe mbwa wako kama ni amekonda, akisha kuwa mkubwa, ana mwili mkubwa, huyo jibu atakutafuna. Anakusudia hawa Muhajirin, jana na juzi tumewapokea, hawana mbele hawana nyuma, tumewafungulia milango ya majumba yetu, tumewapatia mashamba yetu, mali yetu, tumewafungulia kila kitu. Leo wameanza kutupiga vita, akiwakusudia masahaba. Akasema, la irja'na ila almadina la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal, sisi wenye mji tukirejea katika mji tutawatoa nyie wanyonge. Masahaba wa Makka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, siku aloaga dunia Mtume amesimama kumswalia. Umar akamweleza Mtume, ya Rasulullah, atusalli alayhi wa qad nahaka Allahu an tusalli alayhi, unamswalia huyo na Allah amekukataza usimswalie. Mtume akamwambia, bal khayyarani Allah, Mwenyezi Mungu hakunikanya, Mwenyezi Mungu hakunikanya, Mwenyezi Mungu alinipatia choice, Mwenyezi Mungu alinipatia khiyari. Aliposema istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allahu lahum. Ya Muhammad, hawa wanafik watakie istighfari ama usiwatakie, Mwenyezi Mungu kamwe hatowasame hata ukiwatakia mara 70. Naam,
Umar bado yuko pale pale, akasema ya Rasulullah, lakini huyu ni mnafiq. Fasalla alayhi, mtume akamswalia. Baada ya kumswalia Mwenyezi Mungu akaiteremsha aya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri ya Muhammad, usimswalie tena katika wanafiki akifa, wala usisimame katika kaburi yake kumwombea dua. Wahi kashuka kukubaliana na rai ya Saidna Umar. Ndugu Waislamu, muda hautoshi kutaja sehemu ambazo kwamba aya zilishuka. Aya ni nyingi, zaidi ya 20 wanazuoni wametaja, kama vita vya Badri, mateko ya vita vya Badri, kama wake za mtume walipofanya wivu, kama uharamu wa tembo, wa pombe. Saidna Umar ametoa maoni, inashuka aya kuharamisha pombe. Hakadha kana ra'yuhu yuwafiqu alquran, rai yake ilikuwa inafikiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu.